Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Karibuni katika masomo matakatifu. Leo Jumapili ya Matawi ambayo tunaanza wiki kuu. Katika wiki hii makanisa yetu yanatupa tukio la mwisho kabla ya kukutana msalabani. Somo la kwanza la leo kutoka kitabu cha Isaya linatuonyesha tayari hata kabla ya Yesu uwepo wa mtu anayetoa msaada kwa wengine na kukubali mateso kwa ajili ya wengine. Changamoto kwetu sisi kama Wakristo ni sawa na hili. Nipo tayari kuteseka ili wengine wasiteseke zaidi. Somo la pili kutoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi linatufundisha somo hilo ikiongezea kuliko tayari kuchukua binadamu wetu kuteseka na sisi na kwa ajili yetu na mwishowe kufa ili sisi tuishi. Tuko tayari kufa ili wengine waishi. Katika Injili tutasikia mateso ya Yesu Kristo kutoka Injili ya Luka. Nasikitisha kuona jinsi Yesu anateswa. Wengi wetu tunashuhudia kuuawa, lakini watu wanaouawa hata sasa kwa ajili ya kumshuhudia Mungu. Tukikumbuka Yesu kuunganisha mawazo yetu na watu wanaouawa kwa sababu wanamwamini Mungu, walio tayari kufa uhai wao kuliko kuacha jamii yao. Nia za msalaba. Tunaombea Selima, Mungu na familia ya Selima. Kuombea roho za marehemu walioko kwa ndani na wale wote wasio na maombezi wapate mema kwa Mungu wapumzike kwa amani na familia zake mwisho. Shukuru Mungu kwa zawadi ya mfungo mzuri na kuomba Mungu ampokee na kumzidisha bahati kwa Mungu na mzazi wake. Mungu kwa ulinzi anaoendelea kwa maombezi ya Maria Mungu awajalie neema ya kutujalia na siku ya Pasaka moja marehemu Yesu na Yesu. Mungu ampe mzigo na milele mbinguni Mungu wake. Kuunganisha historia yetu sisi wenyewe uweze kuwa na Mungu yote dhambi zetu. Oh
ufalme wake na kustahili kushiriki utukufu wake. Ahadi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hawa wafundishao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishao. Uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Naliwatolea wapigao mgongo wangu na wang'oao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu usipate fezea na kutemewa macho, maana Bwana Mungu atanisaidia. Kwa sababu hiyo sikutahayari, kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama kulikumi, nami najua ya kuwa sitaona haya. Neno la Bwana. Mungu wangu, mbona umeniacha?
Yesu mwanzo alikuwa imani ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Wa
Wapendwa, tunapoadhimisha siku hii ya matawi, tunasikia historia ya mateso ya Bwana. Labda tujiulize kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu ateseke, na majibu yake kwa sababu yeye alikuja kutetea wanyonge na alikufa kwa sababu hiyo. Alikuja kupigana na rushwa na ufisadi, kwa sababu watu hawakupenda. Mambo haya yapo kwenye dunia tunamoishi, kwenye nchi tunamoishi, kwenye parokia tunamoishi, kwenye familia tunamoishi, katika jamii tunamoishi. Kama wakati wa Yesu, na sisi kama binadamu tunafanya mambo maovu, lakini mambo haya maovu yanahitaji mageuzi. Na ndio sababu kipindi hiki chote cha Kwaresma tuliitwa tufanye mabadiliko mioyoni mwetu. Mabadiliko haya ya kuwa watu wema zaidi, mabadiliko haya ya kuwasaidia wanyonge, mabadiliko haya ya kufanya tuwe karibu na Mungu zaidi. Na katika kufanya hivyo basi, usiogope kukemea mzozo wowote katika jamii zetu, katika nchi yetu. Kushirikiana na viongozi wetu
katika ngazi ya taifa, katika ngazi ya parokia, jumuiya na kadhalika. Yesu anapokuwa mfano kwetu leo, usikate tamaa kutetea haki na ukweli, hata ikitupasa kupoteza maisha yetu, hata ikitupasa kuchukiwa na watu. Mabadiliko ni lazima yaanzie kwetu sisi, hasa sisi tulio wafuasi wa Kristo. Hata tukiwa katika mateso na changamoto, kumbuke kwamba yupo Mungu anayetupenda, Mungu ambaye ni tayari kuwa mmoja wetu na kufa kwa ajili yetu ili tuishi. Changamoto yetu ni hii: je, tunataka kuishi? Nataka kuishi njia ya Bwana, kuishi kukaribu maisha yako, tuwe siku zote karibu na Mungu. Hivi ndivyo tutakaloweza kushinda uovu katika nchi yetu, katika jumuiya zetu, katika jamii yetu, katika familia zetu. Hii ndio njia pekee ya kutokomeza ufisadi na rushwa na maovu yote yaliyo katika jamii. Sisi tufanye mabadiliko katika mioyo yetu ili tuweze kufanya mabadiliko katika nyanja hizo ili tusikie. Sifu Kristo. Uislamu kamilifu. Na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa kutoka kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu takatifu Katoliki ngojeni na wapendwa watu wa Yerusalemu walimkaribisha Yesu kama Masihi, yaani mkombozi, lakini waliogopa kutetea katika baraza la mauti. katika kama kusikia. Ee Baba, tuondolee hofu na utuimarishe ili tuweze kusimama upande wa Yesu Kristo na kumshuhudia kama mkombozi wetu mbele ya watu wote. Bwana, utuonyeshe njia ya kuwa Kristo katika maisha yetu ya kila siku na kuepuka kuwa Wakristo waliomwili tu. Wakati ule Wayahudi walikushangilia kama mfalme wao, utupe moyo wa kumkiri Yesu kama mfalme anayetawala maisha yetu. Bwana, sala ya Biblia. Baba uliye mbinguni, imani iliyokujalia kwa Yesu Kristo yetu,
na mahali wa upendo unaopaswa wetu Mtakatifu yache tena ndani yetu tumaini lenye baraka kuja kutoka kwako. Neema yako itubadilishe kuwa waaminifu mjini mbegu hizi ziubadili kutoka ndani binadamu na ulimwengu wote katika taratibu na uhakika wa mbingu mpya na dunia mpya ambapo tutashindwa nguvu za uovu, utukufu wako milele. Neema ya milele iamshe tena ndani yetu maujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni na imani juu ya dunia yote, furaha na amani ya Mungu wetu. Kwako Mungu unayetukuzwa milele, iwe sifa na utukufu milele. Ee Baba, mwana wako alishashangiliwa kama mfalme alipoingia Yerusalemu. Msaidie tusifikiri kuwa mfalme wetu na mikono mkuu, bali tushuhudie pia kwa matendo yetu. Anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu daima na milele. Amen. God is
Mtakatifu utalifanyeni kwa kulia wako ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alitolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kutushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnyweni nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hili kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kuutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ufufuo wake, ufufuo wake tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo kusanya na Roho Mtakatifu tupate kufanya maono. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako linaloendelea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu mkuu Yuda Tadeusi Ruwa'ichi na msaidizi wake mcha Mungu na wa kiroho. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Na kuomba utuhurumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye hekima wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake wa Bikira, mitume wenyewe na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza wanyama hao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, tunapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kiroho, tunaposema Baba yetu Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Ee Bwana, tunakuomba katika maombi yetu tujalie kwa mama na sisi utume kwa msaada wa Baba yako upewe daima na daima, wala tusifadhaishe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na utoa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalmeni wako una nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, niwaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yake na wako. Msisitizame dhambi zetu na imani ya kanisa lako, mpende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako.
kuondoka. Ee Bwana, usikaribie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Pia kwaya wanapokea. Wekeni oda zenu nyingi, lakini pia weka oda ya vikombe vya familia yako. Uweze kujitwalia vikombe vya familia yako, weka ndani ya familia yako.
Kila kikombe ni shilingi 15,000 tu. Karibuni wote. Tangazo linalofuata linahusu uzinduzi wa mavuno parokia ambao tayari ulishafanyika. Basi tuendelee kutoa kwa kadri tunapopokea, kwa sababu mwisho wa mavuno ya parokia ni mwisho wa mwezi wa 5. Tuna mwezi mmoja na wiki moja na wiki mbili. Nijitahidi ili tuweze kukamilisha. Na kwa wale waliotoa pledge ambazo ziko chini ya viwango na wangependa kuongeza, mnakaribishwa. Na wale ambao hamjatoa kabisa, basi tunaomba mtekeleze kabla tujaanza kusoma majina ya jumuiya hapa katika Dominika zijazo. Tangazo la 7 linahusu ubatizo wa watoto wadogo. Kutakuwa na ubatizo wa watoto wadogo hapa parokiani na kigango cha Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Jumatatu ya Pasaka ya tarehe 21 Aprili 2025. Waamini wanaohitaji huduma hiyo wanakumbushwa kuchukua fomu kutoka jumuiya zao na kuziwasilisha ofisini kwa masista kwa ajili ya uratibu. Aidha, wasimamizi wote wanaotoka nje ya parokia wanaombwa kuja na barua za utambulisho kutoka parokia wanazotoka. Na mwisho wa kupokea fomu ni siku ya Jumatano ya tarehe 16 Aprili 2025. Pia siku ya Jumamosi ya tarehe 19 Aprili 2025, wale wote wanaotarajia kubatiza watoto wanakumbushwa kushiriki semina itakayofanyika hapa parokiani kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Tangazo la 8 linahusu bahasha za Pasaka. Waamini wote tunatangaziwa kuwa leo tumeshaanza kugawa bahasha za Pasaka, na mchango utakaopatikana kutokana na bahasha hizo utakuwa ni maalum kwa ajili ya kazi za maendeleo mbalimbali ya parokia, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa gari ambayo mpaka sasa baba paroko mkimwona anatembea huko mtaani, gari yetu imeshakula gharama kubwa na inasumbua na iko juu ya mawe. Anaisaidia inajikongoja, lakini ni hatari kwa paroko kutumia gari bovu. Kama tunampenda baba paroko, tujitoe kwa moyo wa dhati katika matoleo kipindi hiki. Na viongozi wa kanda na jumuiya mnaombwa kuchukua bahasha hizo ofisini kwa sekretari, na bahasha hizo zitarejeshwa kijumuiya na kikanda Jumapili ya tarehe 27 Aprili 2025. Unapochukua bahasha, kumbuka kuchukua na fomu kwa ajili ya uratibu wa bahasha hizo, na bahasha zitarudishwa na viongozi, sio mtu mmoja mmoja. Zitaratibiwa kupitia fomu zetu. Tangazo la 9 linahusu kongamano la utoto mtakatifu kanda ya Mashariki 2025, kwamba mwaka huu linafanyika katika jimbo kuu la Dar es Salaam katika viwanja vya kanisa la Kristo Mfalme Tabata jimboni kwetu, na litafanyika kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23 Juni 2025. Gharama za ushiriki wa kongamano hilo kuhusiana na usafiri, chakula na malazi ni shilingi 96 tu kwa kila mtoto. Na ili kujiandaa na kongamano hili, tunaomba kila kanda itoe na kugharamia watoto wasiopungua 2. Lakini kwa kuwa linafanyika jimboni kwetu, wazazi tunawahimiza kwamba na kuwashauri, peleka ikiwezekana watoto wako wote, kwa sababu ni hapa jimboni watapokelewa, tofauti na lile ambalo linafanyika majimbo mengine. Gharama ni ndogo, badala ya 300 na kitu kwa mtoto, gharama safari ni shilingi 96 tu. Kila kanda inatakiwa kupeleka majina yasiyopungua 2, na majina tuyapate kabla ama tarehe 11 Mei 2025, lakini pia mwisho wa kulipia fedha itakuwa ni tarehe 24 Mei 2025. Tangazo la 10 linahusu tangazo la daraja la ushemasi kwa mara ya pili. Frateri Ambrose Magoko wa shirika la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa sasa anafanya uchungaji katika parokia za jimbo kuu la Dar es Salaam. Wazazi wake ni baba Joseph Marwa na mama Veronica Mahunya. Frateri huyu anategemewa kupewa daraja takatifu la ushemasi tarehe 10 Mei 2025 katika kanisa la Yesu Kristo Mfalme katika parokia ya Veyula kule Dodoma.
Yeyote mwenye kujua kizuizi cha tangazo hilo, tunaomba atoe taarifa mapema kwa mkurugenzi wa miito wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Lakini pia tuna matangazo ya ndoa kwa mara ya kwanza. Ndugu Jackson Juma Isa bin Juma Isa na Uhuru Matongo kutoka kwa Barikiwe Salasala anatarajia kufunga ndoa na Melissa John Sakwe binti John Sakwe na Veronica Boniface kutoka kwa Barikiwe Salasala. Bwana na biharusi wanatarajia kufunga ndoa katika kanisa la KKKT usharika wa Salasala. Ndugu Goodluck Hamisi Baisi bin Hamisi Baisi na Imelda Ndesokia kutoka Dar es Salaam anatarajia kufunga ndoa na Jennifer Emmanuel Shayo binti Emmanuel Shayo na Aquilina Anael Shayo kutoka Moshi. Biharusi mtarajiwa anasali parokia Mtakatifu Agustino Salasala, Jumuiya ya Mtakatifu Teresia wa Avila. Ndugu Robert Patson Mwakalambile bin Patson Mwakalambile na Subira Gabriel kutoka Mbeya anatarajia kufunga ndoa na Felicia Petro Kiamani binti Petro Kiamani Kabakati na Verdiana Sagini Myangokazi kutoka parokia Salasala. Biharusi mtarajiwa anasali hapa parokiani kwetu na anatoka Jumuiya ya Mtakatifu Brigita. Ndugu Cleophas Ijiba Mashiku bini Beatus Mashiku na Felista Bwire kutoka parokia Salasala anatarajia kufunga ndoa na Francisca Leonard Mpanda binti Leonard Mpanda na Mary Mgalama kutoka parokia Salasala. Bwana na biharusi watarajiwa wanasali hapa parokiani Jumuiya ya Damu Azizi. Ndugu Julius Agustino Ntambi bini Agustino Ntambi na Metrida kutoka Mwanza anatarajia kufunga ndoa na Diana Po Shayo binti Po Sabasi Shayo na Sibilina Valeria Ningowi kutoka parokia Salasala. Bwana harusi mtarajiwa anasali parokia Mtakatifu Agustino Salasala, Jumuiya ya Mtakatifu Gregory, na bi harusi mtarajiwa anatokea Jumuiya ya Mtakatifu Yuda Tadei hapa kwetu Salasala. Yeyote mwenye kujua kizuizi cha mojawapo ya matangazo hayo ya ndoa, tunaomba atoe taarifa mapema kwa baba paroko. Hali kadhalika kamati ya liturujia wameleta ombi lao tena kwamba nidhamu ya mavazi bado haizingatiwi ipasavyo. Wanatuomba sana tuzingatie, hasa kwa mabinti wanavaa nguo fupi na wanakuja migongo wazi. Wanaomba sana tutoe ushirikiano kwao. Basi utaratibu wa ibada ya misa wakati wa wiki kuu ya Pasaka. Siku ya Alhamisi Kuu hakutakuwa na misa ya asubuhi. Badala yake ibada itakuwa saa 11 kamili jioni kwa parokiani na Kigangoni. Na aidha katika ibada hiyo kutakuwa na utaratibu wa kuoshwa miguu. Tumeziomba kanda zituletee majina. Kila kanda itoe jina la mtu atakayeoshwa miguu. Na kuwa baada ya ibada ya Alhamisi Kuu kutakuwa na utaratibu wa kuabudu Ekaristi Takatifu utakaoanza mara baada ya misa na itaendelea hadi saa 6 kamili usiku, ambao utaongozwa na kanda kama ifuatavyo. Kuanzia saa 1 hadi saa 2 usiku itakuwa ni zamu ya kanda A1, A2, B1, B2, utoto mtakatifu na ministrant, na wasimamizi watakuwa ni viongozi wa kanda, walezi wa utoto mtakatifu, viongozi wa vyama vya kitume husika pamoja na kamati ya liturujia. Kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku zamu itakuwa ni ya kanda C1, C2, B1 na B2 pamoja na chama cha Mtakatifu Ana. Wasimamizi watakuwa ni viongozi wa kanda na viongozi wa vyama wa chama cha Mtakatifu Ana pamoja na kamati ya liturujia. Saa 3 hadi saa 4 usiku itahusika kanda E1 na E2, F1 na F2, na viongozi wa kanda pamoja na kamati ya liturujia watahusika. Saa 4 hadi saa 5 itakuwa ni kanda G1, G2, H1 na H2. Pia viongozi wa kanda na kamati ya liturujia watahusika. Na saa 5 hadi saa 6 usiku itakuwa ni zamu ya kanda J1, J2, K1 na K2, Legio Maria na Moyo Mtakatifu wa Yesu, na watahusika kamati ya liturujia, viongozi wa kanda na viongozi wa vyama vya kitume vilivyoainishwa hapo.
Usafi litakuwa ni jukumu la kanda ya zamu ya siku hiyo la wiki hiyo, na usimamizi na vipaji kwa parokiani itakuwa ni juu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu wakishirikiana na Legio Maria. Ijumaa Kuu hakutakuwa na misa ya asubuhi, bali kutakuwa na njia ya msalaba itakayoanza saa 3 kamili asubuhi, ambayo itaongozwa na mapadre kwa kushirikiana na waamini. Kanda K1 na K2 wataongoza njia ya msalaba siku hiyo, na baada ya hapo kutakuwa na sinema ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo itawekwa kwa wote ambao watakuwa na nafasi, watabaki kwa ajili ya kuendelea kuona na kujikumbusha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyokuwa. Ibada ya Ijumaa Kuu itaanza saa 9 kamili alasiri. Aidha, utaratibu wa kuabudu msalaba hautafanywa kwa kila muumini kama ilivyozoeleka, bali waamini wote tutaabudu kwa pamoja tukiwa tumekaa kwenye nafasi zetu. Tutaongozwa na mapadre, watatuelekeza vema kama tulivyofanya mwaka wa jana na kadhalika. Lakini pia kuanzia siku hiyo ya Ijumaa Kuu ni siku ambayo kunaanza novena ya huruma ya Mungu. Tusiache kuisali mfululizo kwa siku 9. Usafi, usimamizi na vipaji kwa parokiani siku ya Ijumaa Kuu itakuwa ni juu ya viwawa, na usafi utafanywa mara baada ya njia ya msalaba. Jumamosi Kuu asubuhi hakutakuwa na sala za jumuiya. Ibada ya mkesha wa Pasaka itaanza saa 3 kamili usiku hapa parokiani na Kigangoni, na kutakuwa na maandamano ya mwanga wa Kristo yatakayoongozwa na mapadre kwa kushirikiana na watumishi pamoja na kwaya. Waamini wengine wote karibu kakangu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi namshukuru Mungu kwa uzima na uhai. Namshukuru Baba Paroko kwa ukarimu wake. Namshukuru sana, anakuwa ni sadaka kwetu kuita hapa na kumuomba, anatukubalia. Tunamshukuru sana na mwacha kitabu cha Isaya 54 ule mstari wa 17. Na pamoja kama mtendaji parokia tunawashukuru sana kwa ukarimu wao. Mimi kwa majina naitwa Ernest Mazengo, nipo na mwenzangu anaitwa Paulo Mwale, ni kikundi cha washiriki disabled. Ina watu walemavu mbalimbali wasiona, sisi tuko 16, kuna rubino na wa viungo. Mimi nilikata matatizo 2003, kwinini ndio sababisha ulemavu wangu wa macho, mwenzangu surua au wengine presha za macho. Lakini tumejifunza yombo mbalimbali, mkama kata na maboksi, chakula cha kuku, batiki, vikoi na kadhalika. Leo tuna tofauti, kikoi kama hiki tunauza shilingi 10,000. Hiki kimeandikwa familia takatifu. Hiki kinauzwa shilingi 10,000, vipo pale nje. Kuna familia takatifu, tusali rozari tupate amani, wawata, mwanamke jeshi kubwa, lita wakashia na kadhalika. Lengo na mazumuni, tunahitaji kupata fimbo za kutembelea. Unaona kama hii nimefunga kamba, fimbo kama hii inauzwa 60,000. Sisi hatuna uwezo, tumekuja kwenu kuwaomba kutuweza kutunga kazi ya mikono yetu, na vile vile mwenye chochote, mwenye 200, 300, tunahitaji kupata fimbo karibu 20. Basi tunawaomba, vikoi ni shilingi 10,000, hata kwa njia ya simu vikoi tunapokea. Tuna kijana anayetusimamia pale, tukisimama sisi mtu anachukua vikoi viwili, hatuna dhaifu waone, atoa 10,000 anachukua vikoi viwili vitatu, wengine hela za bandia, wengine hela zilizochakaa. Basi Wakristo wenzetu tunawaomba, kikoi ni shilingi 10,000. Wanakwambia kabla hujafa hujaumbika. Hapa ndani wote ni walemavu watarajiwa, lakini naongea hivyo mtu anapopata matatizo na anapomkumbuka Mungu. Tunawaomba, una chochote 200, 300 iliyobaki, siku umejiandaa, utakunywa bia, wengine wamepiga bajeti, hebu hiyo bia yako moja na sisi tuchangie tuweze kupata fimbo ili tuweze kutembea. Tunawaomba Wakristo wenzetu muweze kutuunga mkono. Mwenye chochote, kama hauna, kusa kama aliyogusa pindo la Yesu akapata uponyaji. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi anayejua kesho ni Mungu peke yake, sio mwanadamu.
basi kama hutaweza kuwaunga mkono kwa kununua kikoi au zile bidhaa walizo nazo, naomba upitie hapo walipo. Kama una chochote uweke kwenye hicho kiboksi, kwa sababu tukifanya tena hapa kanisani ndio utakuwa mrefu sana. Kwa hiyo mwapitie hapo walipo. Kama nilivyosema, kama alivyotangaza katibu, bahasha za Pasaka mwaka huu naomba muwe wakarimu kidogo, kwa sababu tunataka tununue gari. Ili gari ambalo tulilo nalo ujue nadhani muda wake umeisha, umekuwa expire. Mimi nimekaa nalo miaka 10. Nimekaa nalo miaka 10 hapa. Najua na miaka 10 hapa parokiani. Na sijui kabla ya hapo nilikuwa nimekaa miaka mingapi. Kwa hiyo na zaidi ya miaka 20. Kukaa na gari miaka 20 sio mchezo. Nadhani gari linazeeka haraka kuliko mwanadamu. Kwa hiyo ukipeleka garage, ukifungua kitu kimoja kingine kinaanguka, ukifungua kingine kinaanguka, hivyo hata kama ukiweka injini mpya. Kwa hiyo tunafikiria labda tupate gari lingine alafu tuliuze tunapofikiria kununua gari lingine kubwa, lakini gari dogo kwa haraka linahitajika. Nataka tufanye hivyo baada ya Pasaka, tukisharudisha hizi bahasha. Jambo la pili ni tunifanya mafungo hapa. WAWATA walikuja wengi, lakini uwaga hawakuja, au wanaume hawakuja. Lakini nawaona wanaume wapo kanisani huko, lakini hawakuja kwenye hiyo. Sasa kwa maono yangu nimefikiria, kwa sababu kuna mambo mengi tulizungumza yakawapita kama wanaume. Kwa hiyo tutafanya huko tunakokwenda, tutawatangazia, lakini Jumapili moja tutafanya misa ya wanaume tu, wanaume peke yao. Nipigieni basi mkono. Sasa ukikosa misa Jumapili, si unajua ni dhambi. Kwa hiyo bila shaka mtakuja misa Jumapili hiyo, wanaume tu na vijana, lakini sitaki watoto wala mwanamke yeyote. Hata masista nitawanyima wasiingie huko ndani, isipokuwa wakati wa kupokesha tu watakuja kutusaidia, watakuwa peke yao misa ya kwanza. Kwa hiyo mimi nitakuwa na la kwangu la kuongea nao kama mwanaume. Najua mimi ni padri, lakini mwanaume pia. Kwa hiyo tutakuwa na kitu ya kuongea kama wanaume, kwa sababu naonekana kuna shida sasa kwenye familia zetu na kadhalika. Ni vizuri tukumbushane majukumu ya wanaume na wajibu wao katika familia kama viongozi. Siku ya Jumapili, misa ya pili itakuwa ya wanawake tu na wasichana wakubwa ambao wako karibu na kuolewa hivi au wanasubiri kidogo. Kwa hiyo itakuwa ya wanawake tu, hakuna watoto na hakuna mwanaume yeyote. Sasa hiyo masista watahudhuria pia, kwa sababu na wao ni wanawake. Sasa mwanaume atakayekuwa kwenye misa, hakuna mwanamke ambaye ni padri. Kwa hiyo ni mimi nitakuwepo. Kwa hiyo mwanaume pekee ni mimi. Sawa? Mtasema mimi nitazungumza na nini cha kwenu? Hapana. Nitamleta mtu atazungumza na nyie, lakini na mimi nitachombeza hapo kidogo ninayoyajua. Changamoto zenu ambazo nazipata kwenye makesi haya ya ndoa na nini. Kwa hiyo na mimi lakini kuna mama atazungumza na nyie. Misa ya tatu itakuwa watoto tu, lakini wao watakuwa wa kiume na wa kike. Hao ni watoto, kwanza hawajui tofauti kati yao. Kwa hiyo wanaweza wakaja wao tutawachanganya, alafu tutakuwa na ya kwao ya kuwaambia watoto. Kwa hiyo ni Jumapili moja ambayo tutachagua, ambayo sio mbali sana, labda mwezi huu wa 5.
tutafanya hivi ili tuweze kuboresha familia zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mfalme wa utukufu aingie katika mioyo yenu. Naomba wanakwaya mniimbie huu wimbo ambao ulikuwa ni antifona ya leo. Kama hamujui, shauri yenu. Bwana awe nanyi. Bwana, tunakuomba uitazame familia yako hii ambayo Bwana wetu Yesu Kristo hakusita kwa ajili yake kujitoa mikononi mwa wakosefu na kuteswa mateso ya msalabani, anaishi na kutawala milele na milele. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani.